Karibu katika simulizi ya mwanasiasa mkongwe. Mwanasiasa huyu ambaye vijana wengi wamekuwa akimtazama kama icon, yani role model wao pale pindi wanapoingia katika masuala mazima ya kisiasa. Mwanasiasa huyu ameweza kuwa kivutio kwa vijana wengi wa kisiasa ambao wanachipukia. Hii ni simulizi ya Anamringi Macha, mkuu wa mkoa wa Simiyu katika mwaka huu 2025, akiwa bado anaendelea kuwapo katika kiti hicho cha ukuu wa mkoa. Takuhadisia simulizi tambo jobojo yenye kuvutia na yenye mashiko ambayo itakufurahisha, itakuchekesha, itakukomaza, lakini pia inaweza kukuhuzunisha kwa wale ambao umeyapitia. Hivyo basi, nisikilize sauti hii mwanzo hadi mwisho. Endelea kuikumbatia channel yetu tamu ambayo siku zote huwa tunatoa simulizi tamu kwa usu watu mashuhuri hasa katika nyanja za kisiasa. Mimi ni Alexander_Drizzy. Hii ni Usiku TV. Subscribe ili uwe mwanafamilia yetu wa kwanza na wa nguvu kupata simulizi zetu kila wakati na kila muda. Anamringi Macha ni mmoja wa watumishi wa umma walioibuka kufanya kazi kubwa kwa miaka kadhaa ndani ya nchi ya Tanzania. Ingawa maelezo kuhusu utoto na elimu yake awali haipo wazi, historia yake ya kazi inaashiria kuwa ni mtu aliyepitia ngazi mbalimbali ndani ya utumishi wa umma na chama cha siasa. Mapema safari yake ya kikazi. Safari ya Macha kwenye umma inaanza kwa kushika nafasi mbalimbali ndani ya Chama cha Mapinduzi, yani CCM, chama tawala hapa Tanzania. Alifanya kazi kama mratibu na katibu msaidizi wa CCM ngazi ya wilaya, na baadaye alihamia hadi kuwa katibu mkuu msaidizi wa CCM bara. Hapo ndipo alipokuwa akisaidia kupanga shughuli za chama na kueneza ajenda kwa wanachama mbalimbali. Kupitia jukumu hili, Macha aliweka msingi ya uongozi wake, akajifunza jinsi ya kusimamia shughuli za chama, kujenga ushirikiano na wananchi na kuelewa changamoto za kila siku zinazowakabili wa Tanzania. Hii ilikuwa ni hatua muhimu katika safari yake ya kuingia kwenye nafasi za juu zaidi, kupanda ngazi zaidi uongozi wa serikali. Mnamo Julai mwaka 2018, rais wakati huo alimupuza Macha kwa mkuu wa wilaya ya Kahama, mkoa wa Shinyanga, nafasi ambayo inaonesha imani na uwezo wake wa kusimamia shughuli ya serikali na ufanisi. Katika nafasi hii alifanya watumishi na wananchi wa wilaya kushirikiana kutekeleza miradi ya maendeleo, na alikuwa mstari wa mbele kuhamasisha kilimo, afya, huduma za kijamii. Hapa ndipo maarifa ya uongozi yalipoanza kutambulika na upana zaidi, huku akijenga sifa ya kiongozi anejali maendeleo ya jamii. Uongozi kama mkuu wa mkoa. Hapa ndipo safari yake ilipoanza rasmi, safari ya yeye kuwa kama mwanasiasa mkongwe aliyeshika nyadhifa mbalimbali hadi kufikia ukuu wa mkoa. Nemtuangaza safari hii ilikuwaje. Baada ya kipindi chake cha uongozi wilayani Kahama, Macha aliendelea kupanda hadi kufikia ngazi ya juu zaidi ya utawala wa mikoa. Aliteuliwa kuwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga na akafanya kazi hiyo kwa kutekeleza sera za serikali, kuhamasisha wakulima na kushughulikia changamoto za majanga kama mafuriko, uharibifu wa miundombinu. Katika utumishi wake kama mkuu wa mkoa, alianza kampeni mbalimbali za afya, kilimo, usawa na jinsia ya haki za wanawake na kuhimiza ushiriki wa jamii katika shughuli za maendeleo. Aliwatahadharisha wakulima kuhusu umuhimu wa kutumia teknolojia ya kisasa katika kilimo na kuongeza uzalishaji, jambo ambalo lilikwenda kusambamba na maono ya serikali na kuimarisha uchumi wa vijijini. Mpango wake kama mkuu wa mkoa wa Simiyu baada ya utumishi wake huko Shinyanga, ulikuwa ni mwaka 2025. Macha aliteuliwa kwa mkuu wa mkoa wa Simiyu, akikaribishwa kwa shangwe na wananchi wengi waliokusanyika kumlaki na kumtakia mafanikio katika majukumu haya. Angeendelea kuhimiza kilimo, ushirikiano wa wananchi katika chaguzi na kuendeleza miradi ya maendeleo iliyoanzishwa na utawala wa serikali. Katika huko Simiyu, Macha amesisitiza uzalishaji wa kilimo kupitia maonyesho ya 8 kama jukwaa la kujifunza, kuwafundisha wakulima kutumia mbinu bora zaidi za kilimo ili kuboresha taji na tija kwa maisha yao. Safari na mustasari wa maisha yake kwa ufupi. Alianza kama mtumishi wa chama na serikali ngazi ya wilaya. Alikuwa mkuu wa wilaya ya Kahama akiongoza utekelezaji wa sera, miradi na maendeleo. Baadaye akawa mkuu wa mkoa wa Shinyanga
akichapisha kazi kubwa katika kilimo, afya na huduma za jamii. Mwisho, alipewa jukumu la kuwa mkuu wa mkoa wa Simiyu, akilenga kuendeleza maendeleo ya mkoa huo pia. Hii ni simulizi ya kuvutia ya Anamring Macha, mkuu wa mkoa wa Simiyu. Na hii ni Usiku TV. Msomaji wako naitwa Daud Alexander Scott Rizzi. Asante.